Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza moja katika jambo lilokuwa kubwa ndani ya Qur'an pale aliposema, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut, na toeni katika tulichokupeni kabla hajamfikia mmoja wenu mauti. Katika kipande hichi Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza ya kwamba tutoe vile ambavyo anavyoturuzuku katika maisha yetu, kwa maana ya kwamba tufanye investment kwa ajili ya akhira yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutoe, Allah subhanahu wa ta'ala anatubariki neema za aina mbalimbali katika maisha yetu. Si lazima tu kutoa mali kwa maana ya kwamba ukatoa fedha ukawa unawasaidia watu wengine, ama ukatumia fedha zako kujenga mambo ya aina mbalimbali ya kijamii kwa ajili ya kuwasaidia watu aina mbalimbali. Huko kote utapata ujira, lakini kutoa, unaweza kutoa hata mawazo, ukampatia mtu mawazo ili aweze kufanikiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hayo ni miongoni mwa kutoa. Allah amesema toeni, na hakusema toeni mali zenu, kwa maana ya kwamba kila kilichokuwa Allah amekuruzuku katika maisha yako unaweza ukakitumia na ikawa ni sababu ya wewe kuinvest jambo lilokuwa zuri, ama kuwekeza jambo lilokuwa zuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na huenda jambo hilo likakusaidia mbele Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhusia sana katika hili suala la kutoa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoa kuna kheri nyingi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una chochote katika maisha yako Allah alichokujalia, basi toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakufungulia milango ya kheri, milango ya baraka katika maisha yako, atakuondoshea maradhi aina mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga na shari za aina mbalimbali katika maisha yako hapa duniani, katika kaburi lako, pamoja na kesho akhira. Utakuta kuna fungu limewekwa maalum kwa wale ambao wenye kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na utakapofanya hivyo, jitahidi ufanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye kwa sababu unataka kuonyesha watu ama kwa sababu nyingine yoyote ya kidunia. Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka utakuja kuona faida zake zilizokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut, kabla ya mmoja wenu hayajamfikia mauti katika maisha yake. Kwa nini? Yakimfikia hayo mauti atakuja kusema mbele Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin. Atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, ewe Mola wangu mlezi, niakhirishie kidogo muda wangu huu ili nipate kutoa sadaka, nipate kufanya mema katika maisha yangu, wa akum min as-salihin, ili nije kuwa miongoni mwa watu wema mbele yako. Allah subhanahu wa ta'ala katika kipande hichi anazungumzia umuhimu wa muda katika maisha ya binadamu. Allah ametupa muda. Huu muda aliotupa Allah subhanahu wa ta'ala ni zawadi iliyokuwa kubwa katika maisha yetu. Muda ndio una define maisha ya binadamu katika maisha haya ambayo tunaishi hapa duniani. Leo maisha yako yanakuwa ni muda, kwa maana kwamba kila muda unapoenda basi ndio maisha yako yanazidi kupungua katika maisha yako ya hapa duniani. Hivyo muda ni jambo lilokuwa kubwa katika maisha ya binadamu. Leo unakuta watu wengi katika huu ulimwengu hawathamini muda waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ama zawadi hii waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah hakutupa tu hii zawadi ili tutumie vile tunavyopenda wenyewe katika maisha yetu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametupa hii zawadi ili tuitumie vile ambavyo anavyotuelekeza kupitia katika maelekezo yake ndani ya Qur'an na kupitia katika mafunzo mbalimbali anayotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia huu muda, tusije tukauchezea, kwani hakika yoyote ambaye atakayeuchezea muda, utakapofika muda wake wa mauti, ambapo ndio utakuwa kikomo cha muda wake hapa duniani, basi bila shaka huyu mtu atakuwa ni mwenye kuwa na majuto ya hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana anazungumza, anasema atamuomba Allah, akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi niakhirishie kidogo, nipe dakika 2, nipe dakika 3, ya Rabbi nipe dakika 10. Zile mali nilizoziacha ya Rabbi niende haraka nizitoe, ili ni miongoni mwa wale watakaokuwa wema. Yale ambayo niliyoacha huku nyuma nilikuwa nikiyapigania na kuyajenga, niyafanyie haraka ya Rabbi, nijaribu kuyaweka vizuri ili baadaye aje
kuninufaisha mbele yako ya Rabbi. Hayo ndiyo ambayo yatakuwa maombi ya huyu mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa tahadhari, anasema ya kwamba mtu atakuja wakati wa kifo chake, atamuomba Allah amwakhirishie, amwongezee muda zaidi, kwa sababu muda wake hakutumia vizuri, hakufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi ambapo alipokuwa na muda katika maisha yake. Na ndio maana Allah anatuhusia, anatukumbusha, anasema tumieni muda wenu vizuri, fanyeni haya ambayo ninakuelezeni katika maisha yenu, wachaneni na zogozogo zingine ambazo watu wanazozungumza, fanyeni haya ninakuelezeni ili muje kuwa miongoni mwa watu waliokuwa mema. Leo mtu anajuta wakati wa kifo chake, anasema ya Rabbi, nijalie muda zaidi nikafanye mema ili niwe miongoni mwa watu waliokuwa wema. Hapo itakuwa ni jambo ambalo lilokuwa limeshapitwa na wakati, kwa maana ya kwamba wakati umeshaisha na huyu mtu bila shaka muda wake huo hautoongezwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea hayo katika aya inayofuatia, anasema wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hatuakhirisha nafsi yoyote pindi ambapo ajali yake itakapofika, kwa maana kwamba muda wake wa kifo utakapofika haitaakhirishwa, haitazidishwa muda wake wala kupunguzwa muda wake, isipokuwa ule muda wake ulioandikwa hii nafsi kutoka, ndipo hapo itaondoka. Subhanallah, tusikadhani ya kwamba kuna kitu ambacho kitaongeza muda wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi ambapo muda utakapoisha wa kuishi hapa duniani, basi bila shaka roho zetu zitakuwa ni zenye kuelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tusichezee hii neema, hii zawadi kubwa ambayo Allah alitupa ya muda katika maisha yetu. Tujitahidi tutumie vile ambavyo Allah anavyotuhitajia sisi tutumie, kwa kufanya mema aina mbalimbali, ili kuwa miongoni mwa wale ambao watakao kuwa wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ana habari juu hayo ambayo mlokwisha kuyafanya katika maisha yenu. Matendo yote ambayo mnayafanya katika maisha yenu, Allah ana habari nayo. Hivyo hamna kitakachofichika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nafasi iliyokuwepo ya kufanya mema ni hapa duniani. Kesho akhira, ama mtu atakapokufa, atakapoingia katika kaburi lake, na kesho akhira hamna nafasi nyingine ya kufanya mema. Hakutakuwa na rakaa 2 za sala, ama kusoma Qur'ani, ama kutoa sadaka, ama kuwafanyia wema wazazi wawili, ama kuwa ni mtu ambaye mwenye kuzungumza mema na kukataza maovu. Hizo fursa zitakuwa hazi. Fursa ya kufanya hivyo ni sasa hivi. Hivyo uthamini muda aliokupa Allah subhanahu wa ta'ala, utumie vizuri kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuamrisha katika Qur'an na kutuhusia sisi katika sehemu mbalimbali, na kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuhusia katika hadithi mbalimbali, na tutakuja kuona kwamba mwisho wetu utakuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wale ambao watakaotumia muda wao vizuri. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mafanikio hapa duniani na kesho akhira. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.